Hatuna sababu ya kuiharibu nchi yetu kwa mtu mmoja mwenye kiu na shauku ya madaraka. Mtu anataka ubunge, anataka awe rais yeye tu, alafu sisi tupigane, tuumizane, watu waumie kwa sababu tu yeye anataka kuwa rais, kwa sababu yeye tu anataka kuwa mbunge. Hakuna utaratibu wa hivyo. Nchi hii ni ya kidemokrasia, itafata taratibu zote zilizopo kwa mujibu wa katiba yetu. Nchi hii italinda haki za binadamu na itampa kila mtu nafasi, kwa sababu Tanzania ni ya kwetu sisi sote. Hakuna mtu mmoja atakayetoka atasema mimi ndio Tanzania. Hayupo. Tanzania ni ya kwetu sisi sote. Tutailinda na kuhifadhi na tutahakikisha wakati wote iko salama. Kama hakuna usalama, hakuna maendeleo ya wananchi. Kukiwa hakuna usalama, hatuwezi kuwa hata tukakutana kama hivi. Hakuna ibada yoyote inaweza kufanywa kama hakuna usalama. Hakuna shughuli yoyote ya maendeleo inaweza ikafanywa kama hakuna usalama. Hakuna usalama, tutaenda kuwa wakimbizi, tutapokelewa na nchi nyingine. Hapa moja ya eneo ni kielelezo CGF. Hii ilikuwa kambi ya wakimbizi, si ndio ndugu zangu? Tena wakimbizi wa nchi ya Somalia. Na ndugu zetu hawa wengi tunao hapa, wengine tumewapa uraia, tunao hapa Dar es Salaam. Juzi nilikuwa nazungumza na wakimbizi walio Tanzania 800 wako pale Dar es Salaam na mikoa mingine. Wapo walowezi pia waliotokana na nchi zao kuharibika, zilichafuka kwa sababu ya maugomvi ya kutaka madaraka, wakaharibu nchi zao, wamefikia sehemu. Wapo watu wengi waliotoka kwenye nchi hizo wamekimbia nchi zao mama, wakaja kuhifadhiwa hapa katika kambi hii. Ilikuwa ya wakimbizi. Baada ya kumaliza shughuli hizo na kurejea kwa amani, walirudi kwenye mataifa yao. Leo tumepata chuo chetu cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Mwezi uliopita kama sikosei, nilikuwa Kigoma, kambi ya Nduta, nayo ilikuwa kambi ya wakimbizi. Baada ya nchi ya wenzetu pale jirani kupata madhaibu na changamoto kubwa za kiusalama, wakakimbia raia wao kuja kukaa kwenye nchi ambayo watabaki kuwa salama. Sasa leo unavyozungumza tumeifunga ile kambi na tunatarajia kwenye lile eneo Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama ataamua nini kikafanyike pale kama shughuli ya serikali. Lakini vivyo hivyo zipo kambi nyingine mpaka ninavyozungumza wapo wakimbizi zaidi ya 155,811 tunao Tanzania hapa. Wakimbizi waliokimbia machafuko kwenye nchi zao tunao. Sasa kambi ya Nyarugusu na yenyewe, kwa sababu kuna kurejea kidogo kwenye hali ya amani kwenye nchi yao kwa makubaliano na Umoja wa Mataifa, tunafanya taratibu na wao pengine wakarejea taratibu. Sasa nasema hili kwa nini? Ninasema hili kwa sababu wapo watu wanaofanya kazi za siasa zinazolenga kufanya uchonganishi kwa wananchi, uchonganishi wa jamii. Na nimewasikia hata jana na juzi, mkiangalia kwenye mitandao wanayasema hayo. Niwahakikishie Tanzania hii iko timamu kiulinzi na usalama. Niwahakikishie Watanzania wote waendelee na shughuli zao za biashara. Kama ni biashara, nenda kwenye eneo lako la biashara, iwe tarehe yoyote mtakuwa salama. Iwe ni eneo la, kama unaenda kwenye kilimo, nenda kwenye kilimo. Kama unaenda kwenye maeneo ya kuabudu, nenda kwenye maeneo ya kuabudu. Kama kuna shughuli zozote za kijamii za ujenzi wa taifa, nenda kafanye. Hakuna mtu ambaye atateteresha amani ya wananchi wetu. Tutalinda wananchi wetu, tutalinda mali zao na tutalinda rasilimali za taifa letu ambazo zinatusaidia sisi sote. Kwa hiyo hawa ambao wanawadanganya Watanzania kwenye majukwaa mbalimbali, na nikasikia kuna sehemu mmoja analitaja, bahati nzuri ananijua vizuri zaidi, ananijua vizuri. Hatuna sababu ya changamoto zake za maisha na kushindwa kwake maisha kulazimisha kutaka uongozi wa nchi hii kwa njia za vurugu, isivyo kufuata sheria, isivyo kufuata misingi ya haki za binadamu, na isivyo kwa kufuata
mikataba ya kimataifa ambayo tumeingia. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambie na kuwasihi, na nilitoa namba yangu, ipo namba binafsi ambayo kama kuna sehemu yoyote kwa nchi hii kuna changamoto za kiusalama, tupate taarifa hiyo, na mimi nitatumia utaratibu ule ule wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili tuwapate wahalifu ambao wanataka kutuharibia miundombinu ya nchi yetu, wanaotaka kuharibu rasilimali za nchi yetu, wanaotaka kuvunja amani na usalama wa taifa letu, ambao wanataka kuwafanya wananchi washindwe kufanya shughuli zao, wanaotaka wananchi wawe wakimbizi, wanaotaka wananchi washindwe kusomesha watoto wao, wanaotaka wananchi wakimbie nyumba zao, wanaotaka wananchi wakimbie rasilimali walizozimiliki yakiwemo magari na nyumba, viwanja na mashamba. Hawa ni saizi yetu.